Vipo vitu kwenye maisha vinaonekana vya kawaida sana na kila mtu akivisikia anasema hichi ni cha kawaida, kilitakiwa kifanyike hivi na hivi na vile. Lakini kuna jambo moja ambalo Father Case alishawahi kusema, Father ambaye anatokea katika shirika la Francisco wa Kapuchini, alishawahi kusema kitu kimoja: ili wewe ufanikiwe sio lazima muangushe mwingine. Ile kwamba unaweza kufanikiwa bila kuharibu maisha ya mtu, naweza kutimiza ndoto zangu bila kuharibu ndoto ya mwenzangu, naweza kusimama bila kuangusha mtu. Yaani kusimama kwangu hakutegemei kukupiga teke wewe. Mimi nasimama zangu tu bila kukupiga, kuna shida gani? Sio lazima nikuchafue wewe ili mimi nisimame. Naweza kupata furaha, sio mpaka nisikie umefukuzwa kazi ndio nishangilie. Naweza kupata furaha kwenye vitu vyangu, napata raha yangu. Lakini kuna ambao raha yao baada ya kusikia mume wako amefukuzwa kazi au wewe umesimamishwa. Yaani mtu ndio anaenda kujinunulia bia, anajipongeza baada ya kusikia wewe umeanguka, baada ya kusikia duka lako umefunga. Watu wanaenda kunywa bia kushukuru. Hii roho kama hii, yani utaka ufanikiwe. Watu wengine wamekuwa wana mawazo tofauti, tena mengine ni negative, yani hasi, mawazo ambayo hayana msingi wa kujenga bali kubomoa. Ikitokea kuna watu wawili wanashindanishwa, wewe kama humjui hata mmoja kati ya hao wawili, ushauri wetu sisi familia Lishe Ubongo tunakwambia hivi: kwanza, angalia uzuri wa kila mmoja. Kwa kufanya hivyo, utajitengenezea mazingira mazuri sana na uwanja mpana sana wa kutambua thamani ya kila mmoja anayeshindanishwa katika ulingo huo. Ukishafanya hivyo, usikae upande wowote, ila chukua kila zuri kwa kila upande, kwamba unatazama zaidi nafasi za upande wa chanya kuliko upande wa negative, yani hasi, ili maendeleo yaweze kupatikana. Kwa sababu ili uweze kuwa bora zaidi, lazima uwe unasikiliza, lazima uwe unatoa nafasi ya kuelewa ni nini ambacho wenzako upande wa pili wanacho, na kisha boresha kwako. Hiyo ndo pointi ya msingi sana ambayo leo familia Lishe Ubongo imeamua kukuletea. Kwa hiyo inabidi utoe nafasi ya kusikiliza pande zote mbili, kisha uyakusanye yote, alafu yale mabaya wewe yaweke pembeni, kwa sababu hamna mwanadamu aliyekamilika, na kwa huu udhaifu wetu ndio unatuonesha kwamba sisi ni watu tuliokamilika. Kumbe katika madhaifu ndipo ukamilifu wetu unaonekana. Kwa hiyo ndugu yangu naye nisikiliza, bila shaka umemsikiliza Father Case hapo, umeona alivyoongea vizuri. Ili wewe ufanikiwe sio lazima muangushe mwingine. Kama unauza machungwa yako, uza. Sio lazima uangushe maparachichi ya mwenzako ili wewe uuze. Sio lazima umtemee mate mwenzako ili toke. Father Case hakuishia hapo, alishawahi kusema pia, lakini ukipasulia nazi juu ya kichwa cha mtu, usitegemee kwamba eti utaenda kuikuna hiyo nazi utengeneze chakula uje mpe yale kwa raha, wakati umepasulia nazi juu ya kichwa chake. Ikiwa umeshamsengenya mtu na umemuumiza, alafu unategemea muishi kawaida aendelee kucheka kama kawaida, ni uongo. Mpendwa, ulikuwa nami mmoja wa familia ya Lishe Ubongo. Nikutakie wakati mwema, uendelee kuwa nasi. Tafadhali sana, kama kuna kitu umejifunza au kuna kitu unatamani kirekebishwe katika chaneli yetu hii, usisite kutoa maoni yako. Tupo tunayapokea, na siku zote tutaendelea kuwa nawe mpaka tutapokamilisha lengo letu la kufikisha elimu kwa jamii nzima. Tunajifunza, mnajifunza, hivyo tunafundishana. Hii ni Lishe Ubongo, mahali ambapo mabadiliko ni kubadilika. Asante.